nilikuwa kuna picha yako moja inatembeaga sana kwenye mitandao ya kijamii. Hii hapa. Sio shekutana nayo picha. Ndio. Na watu wengine wanasema kama huyu ndo Momposa basi mimi ni nani niwe na haraka kwa sababu. Unaweza kutuelezea fupi tu kuhusiana na hii picha? Historia fupi tulikuwaje na labda ulikuwa unatoka wapi ulikuwa unaelekea? Hiyo picha hapo ukiangalia ni New Africa Hotel kwa nje. Okay. Watu wengi wasijui na huyu nafikiri alipiga ndo alibaki nayo huyu kijana. Na ndio aliyerusha nafikiri. Lakini ni miaka mingi. Lakini nilikuwa nimeshaanza utumishi hapa. Okay. Tayari nilikuwa nimeshaanza utumishi. Nakumbuka hapa nilikuwa sio muda mrefu nimetoka Mbeya kuhubiri. Lakini nilikuwa nikija Dar es Salaam nakaa chini ya mchungaji wangu nachungwa. Nilikuwa chini ya mchungaji wangu hapa Dar es Salaam nachungwa. Na kwa hiyo inakuwa kawaida tu kama kijana nipo. Na ndio maana kuta nivaa pants, niko huyu mwingine ni dada yetu alitokea Mbeya. Alitokea Mbeya. Na yupo hapa Dar es Salaam sasa hivi. Na wote hao wapo. Kwa hiyo hiyo ni story ambayo nilipoangalia nikacheka. Nishaiona hiyo picha nimeiona, lakini jambo la baraka. Na watu lazima wajue kwamba utumishi mtu anaweza kaona uko hapa lakini hajui umetoka wapi. Hapo tayari nilikuwa nimeshaanza kuhubiri mikutano, nimeshaanza kuhubiri huduma ambayo injili kila mahali huko ninazunguka, lakini nikirudi Dar es Salaam nakaa chini ya mchungaji kwa nakuwepo kama kijana. Nakushukuru sana. Amen. Ubarikiwe sana. Asante sana. Mungu akubariki. Asante sana. Mimi nashukuru tumekuwa na mambo ya baraka na naamini taifa letu tutaendelea kuliombea na nyinyi Mungu awabariki sana. Nashukuru sana. Amen. Asante sana. Nikaona tazama picha. Naangalia mahali tulipotoka. Naangalia maisha tuliyoishi. Unatutazama saa hii tunabadilisha nguo. Tulikuwa hatuna nguo za kubadilisha. Na tulikuwa tumekoka. Ukivaa socks zimetoboka. Unatizama maisha yaliyokuweko. Tulikuwa na foronya za mto kama kwenye makochi moja tu, tena inayokuja na mito haifanani na rangi yake. Sijui ilikuwa ni rangi ya binzari, nafikiri kwa rangi ya binzari. Ikifuliwa wageni wakija wanakaa kwenye mito ambayo haina foronya. Hatuna hela ya kununua. Wengine hawaelewi hiki. Unisikilize. Kabati yetu ya kwanza ya vyombo tulichongesha shilingi 5,000. Tulilipa karibu mwaka. Tunalipa 5,000. Unasema kasege inawezekana. Mshahara wangu ulikuwa shilingi 1,800 na mangapi mke wangu anakumbuka? Na 400 mke wangu anakumbuka. 1,400 afisa mipango na udhibiti daraja la 3. 1,400. Unachongesha kabati ya shilingi 5,000. Una familia. Tulilipa kidogo kidogo. Hatukuwa na kabati ya nguo. Tulikaa mahali ambako kulikuwa na hoteli ya zamani. Sijui kilichowapata wale watu wa hoteli, labda walikuwa wanabadilisha vitu, walikuwa na sisi tulipewa sehemu mahali fulani pa kukaa hapo. Ghafla tukaona mchana watu wanarusha, wanapeleka kabati ya nguo, wanaitupa kwenye jarala. Nikamweleza mke wangu, nikamwambia wanatupa ile kabati. Wanatupa ile kabati. Hawa watu wana shida gani? Nilimwambia tuombe kwa Mungu aifunike hiyo kabati, awapige upofu watu wasione, kwa sababu tulikuwa na mpango wa kwenda kuichukua. Na Mungu alitusikia. Imefika giza, hakuna mtu ameichukua. Tukateremka mimi na mke wangu. Sikwambia disi ni kitu cha kweli. Tukaenda kwenye ile jalala. Tukamshukuru Mungu tumepata kabati, tukabeba. Tukapanda nayo, tukaingia nayo kule ndani. Tunamshukuru Mungu kwamba ametupa kabati yetu ya kwanza. Tukaifuta. Ile kabati tunayo mpaka leo. Tunatizama. Sijajua kwa nini hiki kitu kilinijia. Sijajua kwa nini asubuhi kilinijia. Naamini Mungu alikuwa anajaribu kunisemesha, ule ujumbe, unajua utaki kusema ujumbe leo, lakini ni ujumbe wa leo, ni ujumbe wa leo. Tazama ulikotoka. Nilikuja kufahamu baadaye sana. Baada ya ule wimbo kukaa, nilipoanza kuimba namna hiyo, nguvu za Mungu zikanishukia. Nikaendelea kumwadhimisha Mungu na kumtukuza Mungu. Nusu saa.
Sina namna ya kuweza kuzuia machozi yaliyokuwa yanateremka yanamiminika. Utafikiri kuna mtu kafungulia bomba mahali. Nusu saa namtukuza Mungu. Ninakumbuka mahali Mungu alipotupa kwanza kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Unaona vifaa vyote hivi, unaona na watu wengi namna hii wananisaidia. Hatuanza namna hii. Nilikuwa na rekodi mafundisho yangu ya kwanza, yamerekodiwa na rafiki yangu kwenye redio Panasonic ya cassette. Ndio nilirekodi mahubiri matatu ya kwanza. Kunyakuliwa kwa kanisa, mpango wa Mungu juu ya maisha yako, na uhusiano wa Mungu wa Mungu na mwanadamu, uhusiano wa Roho Mtakatifu na mwanadamu. Baada ya pale nilipata redio ya Hitachi. Nikipanda kwenye jukwaa nilikuwa napanda nayo. Wakati huo tulikuwa tukianza kuhubiri kwa nje, naenda makanisani. Nikienda makanisani wanakuta nimebeba na Hitachi yangu. Wananiuliza nini, ambaye ya kurekodia. Ikifika saa ya kurekodi, nawaambia watu funga macho. Wakifunga macho na kubonyeza rekodi. Lakini ikishafika ile ya kugeuza, maana ilikuwa zinaishia dakika 30 au 45, inajirusha kiti. Kwa hiyo kila mtu anagundua, ala, ndio jamaa alikuwa na rekodi. Kwa naambia jamani, nilikuwa na rekodi hapo, kwa mnisubiri kidogo. Nageuza cassette, alafu nabonyeza tena, kiti inaendelea. Nilikuwa nikimaliza mimi mwenyewe naenda kuburuza, natafuta na mahali pengine kabla hata sijapata mashine. Niliwaza vitu vyote hivyo. Alafu nikamshangaa Mungu. Moyo ukajaa shukrani ya ajabu. Nikajikuta ninaimba ule wimbo. Matatizo au baraka hazianzi tunapozaliwa, zinakuwepo. Unapoona watu wanakufa kwa ajali, wanakufa kwa magonjwa, au wanapatwa na matukio yanawafanya wasifikie hatima yao, hayo mambo yapo na yanatakiwa kutokea. Kila mtu aliye hapa ndani yake kuna mafanikio. Hakuna mtu hata mmoja ambaye ni failure ya maisha. Bahati nzuri mimi nilizaliwa kijijini kwenye familia ya watu maskini sana. Nilizaliwa kwenye familia ya kaka na dada 12. Hawa ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Kijiji cha mbali sana. Mahala ambapo kwenye kijiji changu huwa nasema kulikuwa na nyumba za mabati 2. Moja ilikuwa mwanzoni mwa kijiji na nyingine mwisho wa kijiji. Na nyumba tuliyokuwa tunakaa sisi ni ya majani tu. Na nilikuwa na ndugu zangu 11. Na nasema mimi sikuwahi kuvaa kiatu tangu nianze darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Kwa sababu hata mkuu wa shule hakuwa na kiatu. Kwa hiyo wala halikuwa jambo la ajabu. Ni baadaye sana nikagundua kutokuwa na kiatu lilikuwa tatizo. Sababu mkuu wa shule hana kiatu, walimu hawana kiatu, ni kaptula tu. I did it. Nilisoma shule ambayo ina vyumba vya madarasa 3. Lakini ina darasa la kwanza A na B, la pili A na B, la tatu A na B na C, mpaka la 7 A na B na C, lakini vyumba vya madarasa viko 3. Na tulikuwa tunasoma darasani kwamba darasa kama hili lina rows kama 4 hivi. Upande huu darasa la kwanza, katikati darasa la pili, upande huu darasa la 4. Kwa hiyo mwalimu wa Kiingereza akija au wa hesabu akija, kila watu wanamfahamu mwalimu wao. Akiingia tu wale wa katikati wanasimama, shikamoo mwalimu. Wale wa upande wa kulia na kushoto, huyo mwalimu hawahusu. Wanaendelea na shughuli zao. It's not a joke. I'm telling the reality, it's not a joke. Na kuonyesha kwamba how can someone of my caliber and character and background arise and be with you today? How can someone coming from a background that is already decayed come up and talking to you today? Mtu wa aina yangu anayetoka kwenye mazingira hayo akasimama akasema mbele yako leo, nakwambia you can make it. Unaweza kufanikiwa kabisa. Kuna watu wanawaza labda kwa sababu familia yako iko vile au hivi, lakini mwalimu akiingia anafundisha upande huu, akimaliza anaondoka. Ubao umegawiwa vipande 3.
Kipande cha upande wa kushoto, katikati na huku ni wanafunzi tofauti tofauti. Kwa mwalimu akiondoka, anaacha assignment kwa wanafunzi wa katikati, anaondoka. Baadaye anaingia mwalimu mwingine upande wa kushoto, wanamwangalia, anajua ni wa kwetu yule. Wanasimama, shikamoo mwalimu. Wale wa katikati wanaandika, wako busy, hawana la kufanya na yeye. Namna hiyo kuja kufika jioni umesoma kipindi kimoja kimoja. Nilisoma hivyo mpaka nikamaliza darasa la 7. Shule hiyo hakuwahi kufaulu mtu tangu ianze darasa la kwanza mpaka la 7. Hajawahi kwenda mtu shule ya kata wala shule yoyote. Ni haiwezekani kwa sababu kwanza ndani ya darasa hakuna viti. Watu wote tumelala chini. Una daftari lako pale, wenye madaftari nao ni wachache lakini mnaandika chini. Lakini mmelala chini. Sasa mwandiko uliozoea kuandika umelala chini, baadaye uende sekondari ukaweka kwenye kiti, mwandiko unaharibika zaidi. Natamani waambie bwana nishusheni chini pale. Kikaa chini unaandika vizuri zaidi. This is my life. Kijiji kiko mpaka leo kinaitwa Kabale. Now then how is that possible for someone to arise from the ashes? Anawezaje mtu sasa kutoka kwenye mavumbi yale na akakama hapo mpaka pale? Inawezekanaje? Inawezekanaje? Kama alivyosema huyo aliyekuwa anafundisha, nimefundisha mataifa mengi. Wanafunzi wa vyuo mbalimbali, nimefundisha Japani, karibu miji yote, nimefundisha Marekani, nimefundisha Switzerland, nimefundisha Norway, nimefundisha kila mahali. So I know what I'm talking. Najua ulichonacho na unachowaza. I don't talk religion, I talk life. Siongei dini, mimi ni mwalimu wa maisha. Na wanaonifuata wote wanajua maisha. I talk life. Dini zilitukuta tukiwepo. Yesu Kristo alipozaliwa mwaka ule wa kwanza, watu walikuwepo wanaishi. Yesu hakuwepo lakini maisha yalikuwepo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoanza miaka 500 baada ya Kristo, aliwakuta watu wapo. Buddha alipoanza miaka 900 kabla ya Kristo, watu walikuwepo wanaendelea na maisha. Au Bahai, au yoga, au Christian, waite wote wale, watu walikuwepo kabla ya wao. Kwa hiyo mimi naongea maisha. Maisha hayana dini. Maisha, the focus of life is to be happy. Mtazamo wa maisha ni kuwa na furaha. Dini zilikuja baadaye kama njia ya kuwasaidia watu kumjua Mungu in a better way. Dini ni kama sahani iliyobeba pilau. Cha muhimu ni pilau pamoja na sahani. Lakini by the way huwezi kula sahani. Unakula tu wali, pilau, sahani unaiacha. So when I talk today, I'm not talking to your religion or to my religion. I am talking to life. I want to bring you from the lower part to the upper part. I want to give you the experience that took me from where I am to where we are going. And the words I'm talking to you got power to draw you from the ash and the dust and put you on the mountain. And if you believe it, it becomes exactly in accordance to what you believe. Elimu ya mtu haikuhakikishii mafanikio, lakini elimu inasuggest mafanikio. Elimu ni taa ya kuyamulika mafanikio yaliyogubikwa na giza la ujinga na sio lazima uyapate. Narudia tena, elimu ni ya muhimu na ya lazima. Yes, that's it true. Elimu ni ya muhimu na ni ya lazima. Lakini elimu ni taa ya kuyamulika mafanikio yaliyogubikwa na giza la ujinga huku ukitumia nyota yako. Kwa hiyo nyota yako ndio ya muhimu sana. Utaniruhusu niongee sana kidogo kwa sababu nina kitu cha kukwambia. It may not happen that I talk to you again. Kama nimetoka kijijini kule, leo nina helikopta ya kwangu, leo nina ndege sio moja na ndege za kwangu, leo nina maisha ya kwangu, then nina la kukwambia wewe pia uliyetokea chini. I don't accept someone, you cannot lead the people where you have never been. Hauwezi kuwaongoza watu sehemu ambayo wewe hata hujafika. Filosofi ya dunia iko hivyo. Bahati nzuri mimi ni daktari wa filosofi. Filosofi ya dunia na uumbaji iko hivi. Yesu ilibidi atoke mbinguni aje duniani ili awe na sifa ya kuwaongoza watu kwenda mbinguni. Unaona? Musa ilibidi atoke Misri aje mpaka jangwani
ili baadaye aje awaongoze watu kuja mpaka jangwani. Ndio maana Musa asingewapeleka watu nchi ya ahadi, kwa sababu hajawahi kufika nchi ya ahadi. Na dunia it is set in a way kwamba utawaongoza watu mahala ambapo umeshawahi kufika. Vinginevyo mtu ni mwongo tu. Ndio maana that's true. Ndio maana mafundisho mengi ni suggestion. Someone is trying to suggest what he has seen, what he has led, but we are trying to talk what we have experienced. We have lived, we have experienced, we have seen, and we have gone through deserts and thorns and mountains and rivers and problems. We have gone through what we have gone. We have seen enemies that we have never seen before. But I want to tell you, ni hakika kabisa, unamwona Musa amefika jangwani. Baadaye Musa alipofika jangwani akawaambia Joshua na Caleb, hebu nendeni mkaipeleze nchi ya ahadi. Joshua na Caleb wakatoka jangwani wakaenda mpaka nchi ya ahadi. Baadaye wakarudi wakawaambia, wana nchi tuliyokwenda kuipeleleza ni nzuri. Baadaye Joshua na Caleb ndio waliowaongoza watu kwenda nchi ya ahadi. Kwa nini? Walishawahi kuwa kule. Kwa hiyo mtu asikudanganye kukwambia maneno ambayo hayapo. Mungu anapenda Waislamu, Mungu anapenda Wakristo, Mungu anapenda Catholics, Mungu anapenda Anglican, Mungu anapenda Moravian, Mungu anapenda Lutheran, Mungu anapenda Pentecostals, Mungu anapenda watu wote. By the way, Mungu hana upendo, hana upendo. Lakini Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Mungu hana nuru, lakini Mungu ni nuru. Kwa hiyo mtu yeyote anayewapenda watu kutoka ndani ya moyo wake ni mtu wa Mungu. Kwa hiyo sasa mtu anapozaliwa, hatima yake kwamba utakuwa nani ilishajulikana hata kabla hujazaliwa. Na ndio maana unaona kwenye kitabu cha Mwanzo, there's a story kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 25 na mstari wa 11. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba, watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema, ikiwa hivi kuishi yafaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja itakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. This is a woman. She is pregnant. Ni mwanamke tu kama wa Kitanzania au Kingoni au Kisukuma, ni mjamzito. Sasa tumbo linavuruga sana, anaumwa tumbo. Akaamua aende kumuuliza Mungu, kwa nini ninaumwa tumbo? Mungu akamwambia, unaumwa tumbo kwa sababu kuna mataifa mawili yako tumboni. Huyu mama alikuwa na twins, alikuwa na mapacha wawili, wanaitwa mataifa mawili yako tumboni. Alafu hayo mataifa mawili yako tumboni, anasema hawa watu wamefarakana tangu tumboni, na mdogo atakuwa hodari kuliko mkubwa. Unaona, hivi ni vitoto, they are basically fetus in the womb. Lakini mbele ya macho ya Mungu yanaitwa mataifa. Lakini ni vitoto vidogo ndani ya tumbo la mama, lakini kwa macho ya Mungu wanaitwa mataifa. Hata wewe, hata kabla hujazaliwa, Mungu alishapanga mpango uwe nani. Hata kabla baba na mama hawajakutana, ilishajulikana wewe utakuwa nani. Sasa watu wengine wanapambana kuwa wawe ambao. Matatizo au baraka hazianzi tunapozaliwa, zinakuwepo. Unapoona watu wanakufa kwa ajali, wanakufa kwa magonjwa, au wanapatwa na matukio yanawafanya wasifikie hatima yao, hayo mambo yapo na yanatakiwa kutokea. Kila mtu aliye hapa ndani yake kuna mafanikio. Hakuna mtu hata mmoja ambaye ni failure ya maisha. Bahati nzuri mimi nilizaliwa kijijini kwenye familia ya watu maskini sana. Nilizaliwa kwenye familia ya kaka na dada 12. Hawa ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Kijiji cha mbali sana. Mahala ambapo kwenye kijiji changu huwa nasema kulikuwa na nyumba za mabati 2. Moja ilikuwa mwanzoni mwa kijiji na nyingine mwisho wa kijiji. Na nyumba tuliyokuwa tunakaa sisi ni ya majani tu. Na nilikuwa na ndugu zangu 11. Na nasema mimi sikuwahi kuvaa kiatu tangu nianze darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Kwa sababu hata mkuu wa shule hakuwa na kiatu.
Kwa hiyo wala halikuwa jambo la ajabu. Ni baadaye sana nikagundua kutokuwa na kiatu lilikuwa tatizo. Sababu mkuu wa shule hana kiatu, walimu hawana kiatu, ni kaptula tu. I did it. Nilisoma shule ambayo ina vyumba vya madarasa vitatu. Lakini ina darasa la kwanza A na B, la pili A na B, la tatu A na B na C, mpaka la 7 A na B na C, lakini vyumba vya madarasa viko vitatu. Na tulikuwa tunasoma darasani kwamba darasa kama hili lina rows kama 4 hivi. Upande huu darasa la kwanza, katikati darasa la pili, upande huu darasa la 4. Kwa hiyo mwalimu wa Kiingereza akija au wa hesabu akija, kila watu wanamfahamu mwalimu wao. Akiingia tu wale wa katikati wanasimama, shikamoo mwalimu. Wale wa upande wa kulia na kushoto, huyo mwalimu hawahusu. Wanaendelea na shughuli zao. It's not a joke. I'm telling you the reality, it's not a joke. Na kuonyesha kwamba how can someone of my caliber and character and background arise and be with you today? How can someone coming from a background that is already decayed come up and talking to you today? Mtu wa aina yangu anayetoka kwenye mazingira hayo akasimama akasema mbele yako leo, nakwambia you can make it. Unaweza kufanikiwa kabisa. Kuna watu wanawaza labda kwa sababu familia yako iko vile au hivi, lakini mwalimu akiingia anafundisha upande huu, akimaliza anaondoka. Ubao umegawiwa vipande vitatu. Kipande cha upande wa kushoto, katikati na huku ni wanafunzi tofauti tofauti. Kwa mwalimu akiondoka anaacha assignment kwa wanafunzi wa katikati, anaondoka. Baadaye anaingia mwalimu mwingine, upande wa kushoto wanajua, wanamwangalia, anajua ni wa kwetu yule. Wanasimama, shikamoo mwalimu. Wale wa katikati wanaandika, wako busy, hawana la kufanya na yeye. Namna hiyo kuja kufika jioni umesoma kipindi kimoja kimoja. Nilisoma hivyo mpaka nikamaliza darasa la 7. Shule hiyo hakuwahi kufaulu mtu tangu ianze darasa la kwanza mpaka la 7. Hajawahi kwenda mtu shule ya kata wala shule yoyote. Ni haiwezekani kwa sababu kwanza ndani ya darasa hakuna viti. Watu wote tumelala chini. Una daftari lako pale, wenye madaftari nao ni wachache lakini mnaandika chini. Lakini mmelala chini. Sasa mwandiko uliozoea kuandika umelala chini, baadaye uende sekondari ukaweka kwenye kiti, mwandiko unaharibika zaidi. Natamani waambie bwana nishusheni chini pale. Kikaa chini unaandika vizuri zaidi. This is my life. Kijiji kiko mpaka leo kinaitwa Kabale. Now then how is that possible for someone to arise from the ashes? Anawezaje mtu sasa kutoka kwenye mavumbi yale na akakama hapo mpaka pale? Inawezekanaje? Inawezekanaje? Kama alivyosema huyo aliyekuwa anafundisha, nimefundisha mataifa mengi. Wanafunzi wa vyuo mbalimbali, nimefundisha Japani, karibu miji yote, nimefundisha Marekani, nimefundisha Switzerland, nimefundisha Norway, nimefundisha kila mahali. So I know what I'm talking. Na After conducting the Sunday service, Prophet TB Joshua would usually join the members in the canteen. He serves water to the members. He stands in line to buy his food.
Occasionally, Prophet TB Joshua would travel by public truck. As busy as he was, Prophet TB Joshua regularly took time out of his busy schedule to join the workers preparing food in the kitchen. This is one of the services in the first building at the new site of the Synagogue Church of All Nations. In fulfillment of the prophecy given by the man of God at the Prayer Mountain, here you can see hundreds of people from around the world who have come to listen to the Word of God that Jesus Christ has revealed to his servant, Prophet TB Joshua. Prophet TB Joshua takes time out during the service to visit the children in the Sunday school department. The children, overjoyed to see their pastor, greet him with hugs and laughter. Look at the joy on Prophet TB Joshua's face as he greets the children. Time with Jesus is time with joy. Celebrating with the children of the Synagogue Church of All Nations, TB Joshua spends his time playing and relating with them during the Sunday service. Truly, in the presence of God, there is fullness of joy. During the rainy season, heavy rainstorms continue to flood the entire church premises. This is Prophet TB Joshua in the rain in a dark-colored jacket. Prophet TB Joshua works alongside the members to rebuild a wall
that had been destroyed by the storm. Despite his many activities, Prophet TB Joshua knew his mission. He knew who he was and what he was about. Nothing could take his mind, time, and energy from preaching the Word of God every single service day. Having just finished the service, Prophet TB Joshua leaves the church and boards a motorcycle to make his way to the prayer mountain. Here is Prophet TB Joshua surveying the church premises after heavy rain had once again caused flooding. Prophet TB Joshua is carrying a plank of wood to assist in rebuilding the church. Prophet TB Joshua is packing sand along with members of the church to repair the damage that was caused to the first church structure due to the heavy rainstorm. Due to the increasing number of worshippers attending the church, the Holy Spirit instructed Prophet TB Joshua to move to a new location to accommodate the influx of new worshippers. In 1994, the church moved to Ikotun Egbe, Lagos, Nigeria. This is the fourth building of the Synagogue Church of All Nations, the first building at the new site. Inside the church are thousands of people joyfully receiving the Word of God. After the service, the man of God returns by motorcycle to his personal place of sanctuary, his own prayer mountain, located 15 minutes from the church. Here is Prophet TB Joshua at the age of 32.
He was the overseer of the Synagogue Church of All Nations, while at the same time cleaning the toilets of the church every day for 3 years. One may ask the question, why did Prophet T.B. Joshua keep such a detailed record right from the beginning of the life he lived? He is a man of vision, and his vision was inspired by the Holy Spirit. It has God behind it for its accomplishment. Every day for 3 years, Prophet T.B. Joshua also cleaned the sewers of the Synagogue Church of All Nations by hand. Hundreds of benches and fans were installed inside the new church for the thousands of members that came daily to attend the services. Not only did Prophet T.B. Joshua minister to the congregation, he also gladly and faithfully cleaned the fans and benches daily. There were hundreds of them. He cleaned them all. As Colossians chapter 3 verse 23 to 24 says, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving." He is seen here cleaning the floor of the entrance to the church. As is his practice, T.B. Joshua regularly takes time out to share food with the children and enjoy their presence. Occasionally, T.B. Joshua can be found sitting among the children in their Sunday school class and visiting the babies in the nursing mother section of the church. He is an integral part of every department of the church.
Prophet TB Joshua is returning from a quiet moment of devotion in prayer at the Prayer Mountain to resume his activities at the church. We believe you have been inspired by the clip you have just watched. Click here to subscribe to witness more of God's power at work in our generation today and stay up to date with the latest prophecies, deliverances, sermons, and testimonies from the Synagogue Church of All Nations. Emmanuel TV.